RS Berkane ni moja kati ya timu ambazo falsafa yake ya kiuchezaji haibase zaidi kwenye possession. Wao wako willing pia kukuachia mpira uwezo kwa possess, na ndio maana si ajabu kwenye records za msimu ama kwenye takwimu za msimu wa CAF RS Berkane yeye ana wastani wa 1% pekee ya umiliki wa mpira. Yuko nafasi ya 5. Hata Simba Sports Club amempita. Simba Sports Club ana rate kwenye nafasi ya 2 huko akiwa na wastani wa zaidi ya 57% ya umiliki wa mpira. Meaning kuna hizo moment ambazo RS Berkane atakuacha wewe umiliki mpira. Ukiumiliki mpira automatically ukiwa una mpira utajaribu wewe kwenda kumshambulia, utajaribu kuunda mashambulizi kwenda kumshambulia. Kwa kwenye hizo moment ambazo utakuwa unatengeneza mazingira ya kwenda kumshambulia, hizo ndio moment ambazo Fadlu Davis anaziangalia kwa umakini sana. Kwa sababu RS Berkane mtego wao huko hapo kwamba kwa sababu wao sio a possessive team, wanakuruhusu umiliki mpira. Pale ambapo utatoka kwenye mistari yako ya ulinzi, utakapotengeneza gaps kwenye mistari yako ya ulinzi, huo ndio muda ambao wao wakikupora mpira kwenye ile transition wana uwezo wa kuidondosha ile mipira kwenye hizo half space ambazo wana winga wenye kasi sana, kina Labiri ambao wana uwezo wa kuziattack, kina Zogdui ambao wana uwezo wa kuziattack hizo nafasi na mwisho siku akalishambulia lango lako kwa haraka. Kwa hiyo moment ambazo Fadlu anaziangalia kesho zaidi ni hizo moment ambazo yeye atakuwa na mpira. Muda ambao Simba atakuwa na mpira I think ni muda muhimu sana wa Simba kuangalia pia anaondokaje kwenye eneo lake kulifuata lango la RS Berkane. Kwa sababu kubwa moja, Simba kwa namna ambavyo wamekuwa akicheza mara zote, Simba kwenye eneo lake la ulinzi huwa anaacha idadi ya wachezaji 4 hardly. Kiungo mmoja pamoja na mabeki watatu, wale wawili wakati na fullback mwingine mmoja. Huwa wanaunda shape ya takriban wachezaji 4. Sasa obviously kwa sababu kesho ni finali, si expect kuwaona Simba wakicheza kwenye muundo huu. Na expect kuona Simba akiongeza namba kwenye eneo lake la nyuma. Kwa hiyo namba ya ongezeko inatoka wapi? Hiyo ongezeko ya namba itatoka kwa kiungo wao namba 8 ambaye ni Fabrice Luambangoma, ambaye atakuja at least kutengeneza msaada mzuri kwa Yusuf Kagoma, at least hata kupunguza lile gap. Kama sio Fabrice, basi itakuwa ni fullback mmoja wa Simba ambaye atakuwa ni Shomari Kapombe ama Mohamed Hussein, ambaye watapunguziwa majukumu ya kwenda kulishambulia lango la RS Berkane. Hii yote ni kujaribu kutengeneza wastani mzuri wa wachezaji kwenye eneo lao. Kumbuka RS Berkane katika muundo wao wa kiuchezaji mara nyingi huwa wana line up kwenye 4-3-3, ambayo hii mara nyingi ndio inakuwa defensive formation yao, lakini kwenye attacking formation yao huwa inakuwa ni 3-4-3. Kwenye hii 3-4-3 ambayo RS Berkane wanakuwa nayo, wanacheza nayo, ukija kuangalia kiidadi huwa wanakuwa wana wachezaji wengi kwenye eneo la mwisho. Mstari wa mwisho huwa unakuwa unaundwa na wachezaji 3, kiongozi wa safu yao ya ushambuliaji ambaye msimu huu yawezekana na breakthrough season, bwana Osama Lamlui ambaye kwenye haya mashindano amekuwa na fantastic run, lakini pia kwenye ligi kuu ya nchini Morocco amekuwa na fantastic run akifanikiwa kufunga takriban bao 10. Hapo pia huwa anapata support ya hawa viungo wake wawili wakati, Ayub Kairi pamoja na Yasin Labiri, ambao hawa huwa wanakuwa wanacheza kama double number 8. Halafu kwenye mapana ya uwanja huwa wanakuwa na watu wengine wawili, Yusuf Zagdui pamoja na mwanae Yusuf Mehri, ambao huwa wanacheza kwenye yale mapana ya uwanja. Mehri kwenye upana mmoja, Zagdui kwenye ule upande wa pili. Kwa ukija kuangalia namna ambavyo hawa wanacheza, huwa wanakuwa na idadi kubwa kwenye eneo lako, ambapo sasa pale ambapo watakupora mpira ama wanapofanya build up ya shambulizi lao, mtego wao wa kwanza upo kwenye ile pressing ambao wanakuruhusu wewe ndio kawafanyie. Wanapofanya build up mara nyingi huwa wanatanuka kwa sababu watabaki na watu 3 chini. Central defenders wao wawili huwa wanatanua uwanja, halafu kiungo wao mmoja Mamadou Kamara huwa na drop between wale central defenders wawili, ili sasa kureceive ile pasi ya pili ambayo inatoka kwa central defender. Ile pasi ya pili huwa ndio mtego wa pressing pale ulipo. Ukichelewa kumfanyia pressing Mamadou Kamara na ukamruhusu kutafuta space kwenye mapana ya uwanja, tayari wameshalifikia lango lako. Lakini ikitokea sasa kwenye hizo moment anazoziongelea Fadlu, moment nyingine muhimu ni hii moment ambayo RS Berkane wanaanza ile pressing yao. Kwamba mpira kabla hujaufikia Mamadou Kamara, lazima kesho washambuliaji wa Simba yoyote atakayeanza, iwe ni Steve Dese, iwe ni mwanae Ateba, lazima kesho wajishughulishe kwenye issue nzima ya pressing. Na naenda kupress wapi? Lazima ampress Mamadou Kamara. Kama sio Steve Dese ama sio Ateba, basi lazima kesho Jancha Zahwa ahusike kwa 100% kwenye pressing ya Simba kwenye eneo la kwanza. Kwa sababu ikitokea tu Mamadou Kamara amereceive mpira, sababu huyu ndio mtu wa kwanza kuinitiate hiyo mipira mirefu ambayo RS Berkane wameitumia kwenye hayo mapana yao ya uwanja. Kwa hiyo ikitokea amegeuka na amefanikiwa kupeleka mpira kwenye mapana ya uwanja, tayari unaweza ukajikuta wanalifikia lango lako kwa haraka. Kumbuka wana idadi kubwa zaidi ya wachezaji kwenye eneo lako. Lakini ikitokea umefanikiwa kuwapora mpira kwenye eneo lao, basi unaweza kawa kwenye position nzuri sana ya kuwashambulia kwa haraka, sababu
at least nyuma watakuwa na idadi ndogo ya watu. Labda kesho wanaweza wakatwist wakawa na idadi nzuri ya watu kwenye eneo lao la nyuma, kwa sababu labda tunaweza tukashuhudia wale ambao wachezaji wao kwenye mapana ya uwanja, hasa mafullback ambao kwenye attacking position huwa wana act kama wingbacks, labda kesho watacheza kwenye eneo la chini. Meaning kama Simba atakuwa kwenye siku yake ya kawaida akiwa anashambulia takriban na watu 4, basi anaweza akawa na deal labda na watu 4 ama watu 5 wa klabu ya RS Berkane kwenye lile eneo lake la mwisho. Kwa hiyo tayari tunakuja kuona kuna huo uwiano wa idadi ambao kidogo unaweza kawa unawapa faida Simba Sports Club kwenye baadhi ya moment ambazo ndizo anazoziongelea Mwalimu Fadlu Rahman Davis. Lakini ikitokea kwenye hizo moment Simba anashindwa kuzicapitalize, kwenye hizo moment muhimu Simba anashindwa kudeal nazo, basi inawezekana akawa anajiweka kwenye mtego mbaya sana wa kuconcede, kwa sababu anaenda kucheza na moja kati ya timu ambayo statistically wapo kwenye form kweli kweli, na statistically ni one of the best teams in the continent. Tuko hapa tunazungumza RS Berkane kwenye mechi 40 alizocheza msimu huu, RS Berkane ameruhusu magoli kwenye mechi, amefungwa goli 14 kwenye ligi yao kwanza. Tukamsikia kocha Fadlu Davis, tutarejea hapo na records ambazo zinawekwa na klabu hizo, kadhalika na historia zao katika michuano hii hapa ya kimataifa. Stake leo Selenasi na hapa tukamsikia kocha Fadlu Davis kwa alichokizungumza kuelekea katika mechi ya hapo kesho. Finali ndio imefika bwana. Kesho Simba dhidi ya RS Berkane. It's very important for us to manage the moments of the game, and you know, this is where we talk about experience. This is where probably more experience are able to manage different moments, and of course playing here at the stadium, we know the stadium, we know the coach. It's very important for our players to focus on football, and if they all have clear objectives in terms of the game plan, what they should do with the ball, what they should do without the ball, and of course stick to our style, stick to our philosophy in how we approach the game, trying to play this high intensity football. We know what to expect in terms of Berkane, because they've had more or less the same squad, some very key signings in the goalkeeper, Manhoud, right back, coming into the squad, key players for them. The goalkeeper has been a revelation since he took over. And not only their offensive record, but they're very stingy in terms of defense. So we have to get our boys and get our players to focus on football, focus on our plan, focus on how we're going to approach the match, and the moments and the occasion and the whether you're on top with the ball, whether you have to defend without the ball, these are the moments they have to focus on to be able to play the match like any other match. Because if you start to try to play the occasion, of course, we cannot manage the occasion as well as Berkane has, because they've been in this final many times before. Haya ni kocha huyo Fadlu Davis akiweza kuelezea kwa kile ambacho anaenda kukutana nacho ama wanaenda kukikabili hapo kesho. Na kwa uchache tu kiachana na kuwa bora katika moments zote za mpira, lakini amesema anatakiwa kucheza katika ile high intensity game kwa maana ambao wanakwenda kukutana nao kesho. Lakini pia amesema watakwenda kucheza mchezo huo kama mechi nyingine, wasije wakapanic na kuwapatia Berkane nafasi nzuri ya kuamua mchezo. Kwenye ile intensity ya mechi kwenye ligi hapa, Simba mechi ambazo zina high intensity zimekuwa zikimshughulisha sana. Anakwenda kucheza naye Berkane na kocha amesema watajaribu kufanya hivyo kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye mchezo wa mazoezi. Unaona mbinu ya Simba ikifanikiwa kwa hiki ambacho anakwenda kukabiliana nacho? Plan za Simba kwangu mimi ni plan ambazo kesho kwanza zitakiwa zifanywe adjustment, lakini ni plan ambazo kuna muda huwa zinamtengenezea Fadlu Davis uwezo mzuri wa kucontrol baadhi ya michezo. Mfano ukiangalia Simba ambapo wamekuwa wakizuia, mara nyingi huwa wanazuia kwenye formation yao ya mabeki wale wanne, huwa wote wana retreat, wanakuwa kwenye mstari wa mwisho wa ulinzi, pamoja na ile double pivot yao ya watu wawili, Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Wambangoma, ambao huwa wanacheza juu ya hawa mabeki kwenye ule mstari ule mstari wao wa pili wa ulinzi. Hawa wengine watatu wa huku juu, viungo wao watatu huwa wanabaki kwenye eneo la mwisho, mara nyingi kufaidika kwanza na transition ambao wataiwin Simba Sports Club wakipora mpira kwa wapinzani wake, lakini pia kutengeneza mazingira ya fear factor, lakini pia kutengeneza mazingira ya wapinzani kutoongeza idadi ya wachezaji wengi kwenye eneo la mwisho. Kwa ukija kuangalia RS Berkane kama nilivyokutajia mwanzo, mara nyingi huwa wanashambulia kwenye muundo wa 3-4-3.
kutokana na idadi ya wachezaji wanne ambao huwa wanacheza kwenye eneo la mwisho la Simba, kuna moment ambazo RS Berkane hatopandisha wachezaji wengi kwenye eneo la mwisho, kwa sababu kama Simba juu atakuwa na watu wanne, RS Berkane akizuia na watu watatu, tayari ni numerical advantage kwa upande wa Simba, sababu atakuwa na wachezaji wengi kwenye eneo la kushambulia kuliko idadi ya watu wanaozuia wa RS Berkane. Kwa hiyo lazima RS Berkane atapunguza idadi ya wachezaji kwenye eneo lake la mwisho kuja kumatch idadi ya wachezaji wa Simba kwenye ile eneo lake. Kwa sasa idadi ya wachezaji wa Simba kuna muda nao pia, kwa sababu ni game ambayo itakuwa na intensity ya juu, ni game ambayo ni muhimu, na ni game ambayo mwalimu anatakiwa kuitengenezea mazingira kwa ajili ya ule mchezo wake wa pili. Na expect pia kikosi cha Simba kupunguza idadi ya wachezaji kwenye eneo lao la juu. Kwa sababu gani? Simba Sports Club katika kitu ambacho kimekuwa kikijitokeza kwenye michezo ambayo wanakutana na mpinzani mwenye uwezo wa kucontrol eneo la katikati, ni kukosekana kwa watu wengi kwenye hilo eneo. Simba ukiangalia mara nyingi huwa wanazuia kwenye eneo la katikati na watu wawili, Yusuf pamoja na Fabrice Luambangoma. Hawa wachezaji watatu wa huko juu ambaye namba 10 mara nyingi una expect awe anarudi kutoa support, mara nyingi amekuwa akirudi harudi kuja kuongeza idadi kwenye ile eneo. Kwenye mapana ya uwanja Eli pamoja na Kibu, hawa sasa kesho ndio wanaweza waka-act mmoja wapo kama msaidizi wa ile eneo la katikati. Meaning kwenye muda wa kudefend Simba asirudi kuzuia kwenye muundo wa 4-2-3-1, bali arudi kuzuia sasa kwenye muundo wa 4-3-3. Kuzuia kwenye muundo wa 3-3 au 4-3-3 itakuwa inamtengenezea balance nzuri, kwa sababu kwenye eneo la mwisho la mstari wa mwisho wa ulinzi atakuwa na watu 4. Kwenye mstari wa katikati atakuwa na watu 3, ambao katika watu 3 mmoja anaweza aka-act kama holding ambaye atakuwa ni Yusuf Kagoma, halafu wawili wanaweza kuwa wana-act kama pressers kwenda kuweka pressure kwenye mpira. Ikitokea RS Berkane wanaanza kuunda shambulizi, basi una watu wawili kwenye eneo la katikati ambao hawa ndio watakuwa kwanza kuweka pressure kwenye mpira. Na kimaanisha Kibu kurudi kuja kusaidia ile mstari wa katikati, ama Elie Mpanzu mmoja hapa kuja kurudi kusaidia ile mstari wa katikati. Baada ya hapo sasa kwenye mstari wa mwisho ama mstari wa juu kabisa wa Simba ambao utakuwa nao na watu 3, hawa nao pia wanatakiwa kila mmoja awe kwa muda wake, mpira ukiwa kwenye eneo lake anaenda kuweka pressure kwenye mpira. Hii itawasaidia kwamba kwanza kupunguza idadi ya mipira mingi ambayo inadondoka kwenye eneo lao. Tumekaa hapa tunazungumza, RS Berkane nilikwambia mwanzoni sio a possessive team, na ndio maana wana wastani wa kumiliki mpira kwa 51% tu kwenye hii michuano ya CAF Confederations Cup, lakini ndio timu ya pili kwenye matumizi ya mipira mirefu wakiwa wameweka wastani wa 31%. Huu wastani unakuonyesha kwamba wao watajaribu kukuvuta, watajaribu kuhakikisha kwamba kama haupress wanakusogelea ili uanze kutoka kwenye mistari yako ya ulinzi ujaribu kuusogelea mpira. Ukiusogelea mpira tu kuna zile half space ambazo utaziacha kwenye hayo mapana ya uwanja, ambayo utakapo tu tengeneza half space either iwe kwenye mapana ya uwanja ama iwe nyuma ya mgongo wale viungo wako wawili wakati wao ndio wamekuwa kilikimbilia ile eneo, ambapo kwenye mstari wao wa mwisho wa ushambuliaji huo wanakuwa na watu 3. Wasama Lamlui ambaye kidogo msimu huu kama nilivyosema no breakthrough season yake, amekuwa na msimu mzuri sana, pamoja na Yusuf Zagdui pamoja na Yusuf Mehri, ambao hawa kwenye ule mstari wa mwisho ndio wamekuwa kama attackers wa klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo sasa Simba kwenye mtego ambao wanatakiwa kuwekea RS Berkane, eneo la kwanza ambao wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanalimaster ni kuhakikisha kwamba Lamine Mamadou Kamara hareceive mpira kugeuka nao. Ukisha muondoa Lamine Kamara kwenye timu ya RS Berkane, unajitengenezea wastani mzuri wa kuongeza at least idadi ya mchezaji mmoja kwenye eneo la juu, kwa sababu itawalazimisha RS Berkane kupunguza pasi zao za build up. Ukipunguza pasi za build up, it means watakuwa wanabeba mipira mingi ama kupiga mipira mingi mirefu kutoka kwenye eneo la chini sana, kutoka kwenye eneo lao la 18. Ukisha kuwa unapiga mipira mirefu kwenye eneo lako la 18, hardly ule mpira hautovuka ile dia katikati. Ina maana viungo wako wana uwezo wa kuwini mipira mingi sana ya juu. Kwa ukisha kuwa upo kwenye mazingira ya kuwini mipira mingi ya juu kwenye eneo la katikati, it means utakuwa na faida ya kudrain muda, utakuwa na faida ya kuwin turnovers nyingi. Wewe uko katikati ya uwanja, kumbuka mstari wako mwisho wa juu na watu at least 3 ama 4 kwenye baadhi ya incidents. It means na wewe ukipiga pasi moja tu kwenda mbele, ina maana umeshawafikia RS Berkane na wachezaji 3 kwenye eneo la mwisho ambao wanaweza kucoordinate na kulifungua lango la RS Berkane. Kwa hiyo I think plan sahihi kwa Simba kesho ni kuhakikisha kwamba at least kwenye muundo wao ulinzi wanakaa kwenye 4-3-3, kwa sababu katika kitu ambacho RS Berkane wanakifanya kwa ufasaha, kwa nakupa takwimu, RS Berkane msimu huu kwenye michuano ya ndani pamoja na kimataifa wamecheza takriban game 40. Katika game 40 ambazo RS Berkane amecheza msimu huu, ameshindwa kufunga magoli
kwenye michezo 6 pekee. RS Berkane ambaye ameshindwa kufunga magoli kwenye michezo 6 pekee, unaona kabisa huyu mtu ana wastani mzuri wa kufunga magoli. Kwenye michuano hii ya CAF Confederations Cup ndio timu ambayo inaongoza kwenye wastani wa kufunga magoli, na almost 2 point something kwenye wastani wa kufunga magoli per game. Ukitoka hapo kwenye ligi tu ambao wanacheza katika hiyo michezo 30, ni moja kati ya timu ambayo ina wastani mzuri sana wa kuweka clean sheet. RS Berkane kwanza kwenye CAF Confederation wameweka clean sheet katika michezo 8, unaona hawafikiki kirahisi, lakini pia kwenye ligi yao katika mechi 30 hawa watu wamefungwa magoli 14 pekee. Kwa unakuja kuona pia wana wastani mzuri sana katika eneo lao la ulinzi, ambalo msimu huu kidogo limekuwa lina watu ambao wamefanikiwa kulicement ile eneo. Kwenye dirisha la usajili la msimu huu walienda kumpata goalkeeper Munir ambaye ana experience ya kutosha, ni second choice goalkeeper kwenye timu ya taifa ya Morocco. Lakini kwenye eneo lao la ulinzi, baada ya kuumia kwa Dayo ambaye ndio amekuwa beki kiongozi kwa takriban miaka 10 ndani ya klabu yao, wamempata beki mwingine Adil Tahif, ambaye kidogo Adil Tahif sio mrefu wa kimo, lakini Adil katika kitu ambacho amekuwa akiwasaidia RS Berkane ni mtu wa kwanza kuhakikisha kwamba shambulizi linapowaendea anaenda kureact. He's a very good proactive defender. Kwa hiyo unaona wana wastani mzuri wa kuzuia, meaning ukisema uwashambulie automatically kwenye akili yako itakuwa ni lazima niongeze idadi ya wachezaji kwenye eneo la mwisho. Ukiongeza idadi kwao, unazidi kupunguza idadi kwako, wao kwako watakuwa wengi, watatengeneza mazingira ya kukufunga. So Simba Sports Club kesho, I think the best plan ni kuhakikisha kwamba hata kwenye muundo wao ulinzi wakikaa kwenye 4-3-3, it means watakuwa wanatengeneza balance nzuri ya wachezaji kwenye maeneo yote ya uwanja, pale ambapo hata pia watawini hizo transition, kwamba RS Berkane kapoteza mpira kwenye miguu yao kulishambulia lango la Simba, itakuwa nao pia kwa ufasaha, kwa sababu at least kwenye mstari wa mwisho watakuwa na wachezaji watatu ambao nao hao watatu ukiangalia by terms of profile ni wachezaji wazuri. Una Elim Panzu, a good profile ambaye ana uwezo wa kufungua safu ya ulinzi, ana uwezo wa kufunga pia, lakini una mshambuliaji mmoja ambaye ana uwezo wa kutumia nafasi. At the same time unaweza kuona Jancha Zau ambaye ikitokea nafasi ana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo unawatengenezea threat, unawafanya mabeki wao wasipande, wabaki nyuma kwa muda mrefu, lakini wewe nyuma una uhakika uko salama kwa sababu una wachezaji wengi kuliko ile idadi ya RS Berkane katika kulishambulia lango lako. Sawa, ni kuelekea katika mchezo wa hapo kesho ambapo Simba atakutana na kikosi cha RS Berkane kule nchini Morocco. Saa ngapi mechi? Saa 4? Sisi tunacheza.